Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Mike Waltz amesema Ukraine inapaswa kuwa tayari kuacha baadhi ya maeneo kama sehemu ya mazungumzo ya amani ya siku zijazo na Urusi. Kiev inadai mamlaka juu ya Crimea, Jamhuri ya Watu wa Donetsk na Luhansk pamoja na mikoa ya Kherson na Zaporizhia. Maeneo hayo yakawa rasmi sehemu ya Urusi baada ya kura ya maoni ya mwaka 2014 na mwaka 2022. Moscow imeshikilia kuwa hali yao haiwezi kujadiliwa. Akizungumza na shirika la habari la ABC News siku ya Jumapili, Waltz alisema kwamba suluhu linalowezekana kwa mzozo wa Ukraine litakuwa aina fulani ya eneo la dhamana ya usalama ya siku zijazo kwa Kiev. Kulingana na afisa huyo, njia mbadala katika mfumo wa wanachama wa NATO kwa Ukraine haiwezekani kabisa. Ukraine imedai kujiunga na kambi ya kijeshi inayoongozwa na Marekani, huku Moscow ikiona matarajio ya NATO ya Kiev kama chanzo kikuu cha mzozo ambao unaendelea. Lakini wakati huu Ukraine inasema inayahitaji maeneo yake ndipo ambapo ikubaliane kusitisha vita. Hata hivyo imekubali kusitisha vita kwa siku 30, lakini bado Urusi haipo tayari kwa ajili ya kusitisha vita kwa muda mfupi, na kauli ya Rais Vladimir Putin ni kwamba haipo tayari kukubali usitishaji wa vita wa siku 30 na anataka vita isitishwe kwa muda mrefu zaidi, na kwamba maeneo ambayo yapo chini ya mamlaka ya Urusi yataendelea kuwa chini ya Urusi na Ukraine iondoke kabisa na iondoe wanajeshi wake katika maeneo hayo. Majaribio ya kuondoa kila Mrusi kutoka kwa kila nchi ya ardhi ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuwaondoa Warusi Crimea, haitakuwa ya kweli kwa wakati huu. Waltz anaamini juhudi zinazoendelea za kidiplomasia zinazoongozwa na Marekani zinapaswa kuzingatia ukweli wa hali halisi. Mshauri huyo wa usalama wa taifa Bwana Mike Waltz alisema. Hata hivyo, katika kipindi hiki bado juhudi za mazungumzo zinaendelea, na rais wa Marekani Bwana Donald Trump alikiri hadharani kusema kwamba atakutana na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin mnamo siku ya Machi 18, ambayo ni wiki hii. Atakutana na rais huyo wa Urusi kufanya mazungumzo ya kina juu ya namna ya kuvimaliza vita hivyo kati ya Warusi na wa Ukraine. Mtazamaji wa The World News, bado kuna sintofahamu katika kumaliza vita hivi. Ukraine ina matakwa yake na Urusi pia ina matakwa yake, lakini Urusi inaonyesha kuendeleza mapigano licha ya kwamba imesema ipo tayari kwa ajili ya kuvimaliza vita hivyo. Baada ya kupewa taarifa ya kusitisha mapigano ndani ya siku 30, Urusi ilikuja na vipengele kadhaa. Moja kati ya vipengele hivyo ni Ukraine iondoe wanajeshi wake katika maeneo ya Kursk pamoja na maeneo mengine ambayo yapo chini ya mamlaka ya Urusi, lakini pia isiendelee na kufanya mashambulizi yoyote ndani ya ardhi ya Urusi. Lakini pia na mambo mengine mengi ambayo rais huyo wa Urusi Bwana Putin alieleza. Lazima Ukraine isiendelee kupewa silaha na nchi za kimagharibi, moja kati ya mambo ambayo Urusi kupitia Putin alieleza. Mtazamaji wa The World News, lakini kuna mengi ambayo yanajiri wakati huu nchini Ukraine pamoja na Urusi. Lakini katika kipindi hiki Ukraine inaonekana kuendelea kupoteza maeneo zaidi, ikiwa ni pamoja na eneo la Suza ambalo wakati huu lipo chini ya mamlaka ya Urusi, na inadaiwa kwamba ni eneo dogo sana ambalo ni sawa na 14% tu ya eneo ambalo wanalimiliki wa Ukraine katika ardhi ya Urusi, na kwamba wakati wowote kutokana na mashambulizi ambayo Urusi imeazidisha na kutokana na kauli ya Putin, huenda ndani ya muda mfupi ujao tukapewa taarifa zingine juu ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine kabisa katika ardhi ya Urusi. Endelea kutufuatilia, sisi tutakuwa tukikujuza yote hayo kupitia hapa The World News. Usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.